sheria ya Mungu.org. Kiambatisho 8a. Sheria za Mungu zinazohitaji hekalu. Utangulizi. Tangu mwanzo, Mungu aliweka wazi kwamba sehemu fulani za sheria yake zingetekelezwa tu katika mahali pamoja maalum. Hekalu alilochagua ili jina lake likae humo. Kumbukumbu la Torati 12 kutoka 5 hadi 6, 12, 11. Maagizo mengi aliyoyatoa kwa Israeli: dhabihu, sadaka, taratibu za utakaso, nadhiri na majukumu ya ukuhani wa Walawi yalitegemea madhabahu halisi, makuhani waliotokana na Haruni na mfumo wa usafi uliokuwepo tu wakati hekalu liliposimama. Hakuna nabii wala hata Yesu aliyewahi kufundisha kwamba amri hizi zingeweza kuhamishwa kwenda mahali pengine, kurekebishwa kwa mazingira mapya, kubadilishwa kwa vitendo vya kielelezo au kutekelezwa kwa sehemu tu. Utii wa kweli daima umekuwa rahisi: ama tunafanya hasa kile Mungu alichoamuru au hatutii. Msiongeze wala msipunguze chochote katika kile ninachowaamuru, bali shikeni tu amri za Bwana Mungu wenu ninazowapa. Kumbukumbu la Torati 4:2. Tazama pia Kumbukumbu la Torati 12:32, Yoshua 1:7. Mabadiliko ya mazingira. Baada ya kuharibiwa kwa hekalu la Yerusalemu katika mwaka 70 baada ya Kristo, hali ilibadilika. Sio kwa sababu sheria ilibadilika, sheria ya Mungu inabaki kamilifu na ya milele, bali kwa sababu vipengele ambavyo Mungu alivihitaji ili kutimiza amri hizi maalum havipo tena. Bila hekalu, bila madhabahu, bila makuhani waliotakaswa na bila majivu ya ng'ombe mwekundu, inakuwa haiwezekani kabisa kurudia kile ambacho vizazi vya Musa, Yoshua, Daudi, Hezekia, Ezra na mitume walitii kwa uaminifu. Tatizo si kutotaka, tatizo ni kutowezekana. Mungu mwenyewe alifunga mlango huo, Maombolezo 2:6 hadi 7, na hakuna mwanadamu aliye na mamlaka ya kubuni mbadala mwingine. Mchoro wa Francesco Hayez unaonyesha uharibifu wa hekalu la pili katika mwaka 70 baada ya Kristo. Kosa la utii uliobuniwa au wa kielelezo. Hata hivyo, harakati na makundi mengi ya kimasihi yanayojaribu kurejesha vipengele vya maisha ya Waisraeli yameunda aina zilizopunguzwa za kielelezo au zilizobuniwa upya za sheria hizi. Huadhimisha sherehe ambazo hazikuamriwa kamwe katika Torati. Huadhimisha mazoezi ya sikukuu na karamu za kinabii ili kuchukua nafasi ya yale yaliyohitaji dhabihu, ukuhani na madhabahu takatifu. Huyaita mambo haya utii, ilhali kwa kweli ni ubunifu wa kibinadamu uliovishwa lugha ya kibiblia. Nia inaweza kuonekana kuwa ya dhati, lakini ukweli unabaki ule ule. Hakuna kitu kama utii wa sehemu, pale Mungu alipobainisha kila undani wa kile alichohitaji. Ukuta wa Magharibi, unaojulikana pia kama Ukuta wa Maombolezo, ni mabaki ya hekalu la Yerusalemu lililoharibiwa katika mwaka 70 baada ya Kristo na Warumi. Je, Mungu anakubali majaribio yetu ya kufanya kile alichokikataza? Moja ya mawazo yenye madhara makubwa yanayosambaa leo ni imani kwamba Mungu anapendezwa tunapojaribu kufanya kadiri ya uwezo wetu kutii amri zilizotegemea hekalu, kana kwamba uharibifu wa hekalu ulitokea kinyume na mapenzi yake, na sisi kupitia vitendo vya kielelezo tunaweza kumfariji kwa namna fulani. Huu ni upotoshaji mkubwa. Mungu hahitaji maboresho yetu ya kubahatisha. Hahitaji mbadala zetu za kielelezo. Wala haheshimiwi tunapopuuzia maagizo yake sahihi ili kuunda matoleo yetu ya utii. Ikiwa Mungu aliagiza kwamba sheria fulani zitekelezwe tu mahali alipochagua, kwa makuhani aliowatewa juu ya madhabahu alitakasa. Kumbukumbu la Torati 12:13 hadi 14. Basi kujaribu kuzitekeleza mahali pengine au kwa namna nyingine si ibada, ni uasi.
Hekalu halikuondolewa kwa bahati mbaya, liliondolewa kwa amri ya Mungu. Kutenda kana kwamba tunaweza kurejesha kile ambacho yeye mwenyewe alisimamisha si uaminifu, bali ni kujitwalia mamlaka. Je, Bwana hupendezwa zaidi na sadaka za kuteketezwa na dhabihu kuliko kusikiliza sauti ya Bwana? Tazama, kutii ni bora kuliko dhabihu. Samueli wa kwanza 15:22. Lengo la mfululizo huu. Lengo la mfululizo huu ni kufanya ukweli huu uwe wazi. Hatukatai amri yoyote. Hatupunguzi umuhimu wa hekalu. Hatuichagui ni sheria zipi tutii au tupuuze. Lengo letu ni kuonyesha kwa uwazi kile sheria ilichoamuru, jinsi maagizo haya yalivyotekelezwa zamani, na kwa nini hayawezi kutekelezwa leo. Tutabaki waaminifu kwa maandiko bila nyongeza, marekebisho au ubunifu wa kibinadamu. Kumbukumbu la Torati 4:2, 12:32, Yoshua 1:7. Kila msomaji ataelewa kwamba kutowezekana kwa leo si uasi, bali ni ukosefu wa muundo ambao Mungu mwenyewe aliuhitaji. Tunaanza basi na msingi, kile sheria ilichoamuru kwa kweli, na kwa nini utii huu uliwezekana tu wakati hekalu lilipokuwepo. Mfululizo huu na masomo mengine mengi kuhusu sheria ya Mungu yanaweza kupatikana kwenye tovuti sheriayamungu.org.